Ukraini inahangaika kurekebisha uharibifu uliosababishwa na moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya Urusi dhidi ya miundombinu yake ya nishati. Shambulizi hilo lililohusisha mamia ya ndege zisizo na rubani na makombora. Katika hotuba yake ya jioni, rais wa Ukraini alisema kuwa mafundi na wahandisi wa matengenezo wanafanya kazi usiku na mchana katika maeneo mengi na kazi za kurejesha miundombinu zinaendelea. Aliongeza kuwa ingawa hali ni ngumu, maelfu ya watu wanahusika katika kuimarisha mfumo na kutengeneza uharibifu uliotokea. Pia aliwasihi washirika kuongeza misaada ya vifaa vya ulinzi wa anga. Hivi sasa timu za matengenezo zinafanya kazi kwa saa 24 katika maeneo mengi ya nchi. Huduma za umeme na maji zinafanya kazi kadri inavyowezekana na marekebisho na marejeo ya huduma yanaendelea hatua kwa hatua. Ingawa hali si rahisi, maelfu ya watu wanaendelea kushiriki katika kurejesha utulivu. Rais Zelensky alisema Urusi imeongeza mashambulizi, imeongeza nguvu ya mashambulizi na sasa inatumia makombora ya ballistic zaidi. Hii inamaanisha kuwa Ukraini inahitaji zaidi mifumo ya kujilinda angani, akiba kubwa ya vifaa na utengenezaji wa haraka na wa usahihi zaidi katika mikoa husika. Hali ilikuwa ngumu zaidi katika mikoa ya kaskazini mashariki ya Kharkiv na Sumy pamoja na eneo la katikati la Poltava. Takriban familia 100,000 zimeachwa bila umeme, maji wala joto katika eneo la Kharkiv. Katika Poltava, moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi, umeme ulianza kurejeshwa Jumapili, lakini uharibifu mkubwa wa vifaa uliendelea kuziacha sehemu za mji mkuu wa mkoa huo katika giza. Wakati mashambulizi makali dhidi ya gridi ya umeme yakiendelea, Zelensky alifanya mahojiano na gazeti la The Guardian ambapo umeme ulikatika si mara moja tu bali mara mbili. Wakati mahojiano yakifanyika, katika mahojiano hayo Zelensky aliwalaumu washirika wake wa Ulaya akisema viongozi wa EU wanaogopa mitazamo ya raia wao na hawataki kuhusika moja kwa moja kwenye vita. Alisema kwamba uamuzi wa kutuma wanajeshi au kutokutuma ulitegemea wao wenyewe. Pia alionyesha wasiwasi wake kuwa kuna hatari ya kupoteza msaada wa kifedha na kijeshi endapo atawasukuma washirika kupita kiasi. Alipoulizwa kama EU na Uingereza zinatoa msaada wa kutosha, Zelensky alijibu kuwa kamwe haitoshi. Alisema itatosha pale vita itakapomalizika na pale Putin atakapofahamika kuwa lazima asitishe uamuzi. Alisema itatosha pale vita itakapomalizika na pale Putin atakapofahamu kuwa lazima asitishe uvamizi. Kwa upande wa uhusiano wake na rais wa Marekani Donald Trump, Zelensky alisema kuwa hakumwogopa Trump, akisisitiza kuwa Ukraini ni rafiki wa Marekani na si adui. Alikanusha pia taarifa zilizodai kuwa kulikuwa na kutoelewana katika mkutano wao uliopita Washington, au madai kuwa Trump alitupa ramani za majengo ya Urusi zilizowasilishwa na Ukraini. Katika uwanja wa vita, Urusi inaendelea kushikilia udhibiti wa hali ya juu. Imetangaza kuyatwaa baadhi ya maeneo katika mkoa wa Zaporizhia siku moja tu baada ya kusema kuwa imetwaa mji wa Pokrovsk ambao ni kitovu muhimu cha vifaa na usafirishaji kwa Ukraini. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema Jumapili kuwa yupo tayari kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, lakini Urusi haitakubali kuachilia masharti yake ya msingi ili kumaliza vita. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.